Shalom shalom, Bwana asifiwe. Habari ya uzima wako unanitazama kwa wakati huu. Kwa majina naitwa Neema Mburuma kutokea hapa kanisani Yeriko Christian Worship Center ama YCWC Calvary Assemblies of God. Siku ya leo Jumapili ya leo tumekuwa na ibada nzuri sana. Ibada ya kitofauti mno iliyojaa nguvu za Mungu na uwepo wa Mungu ulikuwa ukituhudumia kwa namna ya tofauti sana. Tukiwa katika wiki hili la urejesho, tumeweza kuona Mungu akiturejeshea afya, waliopoteza kazi zimerejeshwa. Mara baada ya ibada hii nimebahatika kuzungumza na baadhi ya washirika wakituambia nini wamejifunza, nini wamepokea na nini wametoka nacho katika ibada hii ya leo. Karibu tukawasikilize. Bwana Yesu asifiwe baba. Amina. Nzuri kabisa. Majina yako tafadhali? Naitwa Justin Mienda. Mimi naomba tuambie ibada ya leo umeionaje na umetoka na kitu gani? Ibada leo kweli ilikuwa ni nzuri sana na nimetoka na nguvu kubwa ya Mungu na vipawa vingi tumevuviwa na uponyaji mwingi katika kanisa kwa watu mbalimbali wamefunguliwa kwa namna ya pekee sana. Mungu akubariki sana, mtakee Jumapili njema. Amina, na tunawakaribisha watu wote hapa kanisani kwetu Yeriko. Amina, Mungu akubariki sana. Amina. Amina. Habari ya uzima wako? Nzuri. Majina yako tafadhali? Naitwa Rebecca Simon. Dada Rebecca, naomba tuambie ibada leo umeionaje, umejifunza kitu gani? Nimeona nzuri kwa sababu leo tumejifunza mama mtukufu ametufundisha namna ya kutii, na tukaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo ambapo kwenye kutii tukajifunza mambo matatu katika namna ya kutii. Tuangalia Mwanzo pale ambapo Ibrahimu ambapo aliahidiwa kutoka miaka 75 mpaka miaka 100 ndipo alipopata ahadi yake. Amina, barikiwa mtumishi. Amina. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Habari ya uzima wako? Nzuri. Majina yako tafadhali? Naitwa Gladness Mboloma. Dada Gladness, naomba tuambie ibada ya leo umeionaje na umetoka na kitu gani? Ibada ya leo ilikuwa nzuri, nimejifunza mengi. Kikubwa ni kuhusu uaminifu wa Mungu kwetu. Ndio nilichotoka nacho, ambao uaminifu wa Mungu kwetu hautokani na uaminifu wetu kwake. Hilo tu? Yako mengi ila hilo kubwa nimetoka nalo. Mungu akubariki sana. Amina, nashukuru sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina, habari ya uzima? Nzuri kabisa. Majina yako? Upendo Kilua. Dada Upendo, naomba tuambie ibada ya leo umejifunza nini na umeionaje na umetoka na kitu gani? Kiukweli ibada ya leo ilikuwa ni ibada nzuri ambayo ilikuwa na uvuvio wa kiungu. Naamini kila mmoja ameweza kupokea kwa jinsi vile alivyoweza kuielewa ibada. Kwa upande wangu leo mimi nimeweza kujifunza kuhusu uaminifu. Ukiweza kusimama vizuri na Mungu anaweza kukutetea ukiwa mahali popote. Natakiwa tusiogope, tusimame katika nafasi zetu ili Mungu aweze kuwa upande wetu siku zote. Amina. Mungu akubariki sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Na uzima wako? Nzuri. Majina yako tafadhali? Naitwa Esther Joakim Palu. Dada Esther, naomba tuambie siku ya leo bado umeionaje na umetoka na kitu gani? Nimejifunza mambo mengi sana, lakini zaidi ya yote kwamba tumshikilie sana huyu Yesu. Na ibada ilikuwa nzuri sana, tumemwona Mungu akishuka mzima ametutembelea kwa kweli. Mungu akubariki sana. Amina. Amina. Naamini kuna kitu umejifunza na kuna kitu umetoka nacho. Kwa wewe ambaye unahitaji urejesho katika kazi, urejesho katika afya, urejesho katika uchumi, ni kusihi tu karibu katika ibada zetu za kila siku za wiki, kuanzia siku ya Jumanne na Alhamisi. Muda ni saa 10:30 jioni mpaka saa 12:30 jioni. Tuko hapa kanisani Yeriko Christian Worship Center, tunalitangaza neno la Mungu lisilogoshiwa. Kwa hiyo unahitaji urejesho, ni kusihi tu usipange kukosa. Karibuni sana.